Hofu kubwa imetanda kwa Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake wakati maandamano ya nchi nzima yanatarajiwa kufanyika siku 6 zijazo hapo Julai 7 ya mwaka huu 2026. Sasa wengi wenu mtakuwa mnashuhudia kauli mbalimbali zinazotolewa na watendaji wa serikali, wakina Chalamila, viongozi wa jeshi la polisi kuashiria kwamba wamejipanga vizuri kukabiliana na maandamano hayo. Na pia kuna jitihada za kuonyesha kwamba kila kitu kiko vizuri, hakuna wasiwasi, lakini ukweli ni kwamba Samia na serikali yake wana hofu kubwa, na hofu hiyo inachangiwa zaidi na ukweli kwamba takriban dunia nzima inaitizama Tanzania. Nini kitakachojiri Julai 7 ya mwaka 2026 kwa kuzingatia yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 mwaka jana 2025. Wengi wenu mnafahamu nini kilichojiri wakati huo, kwa hiyo hakuna haja ya kurudia maelezo. Kwa hiyo dunia inaangalia kinachotarajiwa kujiri Oktoba Julai 7 ya mwaka huu. Sasa miongoni mwa jitihada zilizofanywa na serikali ya Samia na zinaendelea kufanywa, kwa upande mmoja kudhibiti maandamano hayo, lakini upande mwingine kuhujumu, ni swala la umeme. Na hili la umeme linaiga kilichofanyika Oktoba 29 na takriban siku 4-5 zilizofuata, ambapo serikali hiyo ya Samia ilizima mtandao wa internet kwa nchi nzima. Sasa safari hii mbinu hii haiwezekani kwa sababu dunia inaangalia. Mkizima internet ni rahisi kupata taswira kwamba kuna unyama unapangwa kufanyika. Kwa hiyo mbinu ambayo safari hii inatumika ni kuzima umeme. Majuzi umeme umezimika nchi nzima, na maelezo yaliyotolewa ni kwamba kuna hitilafu za kiufundi. Ukweli ni kwamba umeme unatumiwa kama ilivyotumika internet wakati wa Oktoba, maandamano ya Oktoba 29 na siku zilizofuata. Ndio hili swali linaloendelea, na wamedai, taarifa iliyotolewa na TANESCO, kwamba hitilafu hizo zitashughulikiwa, zitatumia takriban siku 7, yani takriban wiki kuzitatua. Maana yake ni kwamba zitakuwa mpaka wakati wa maandamano, na baada ya maandamano changamoto itakuwa. Sasa ni wazi kuelewa kwamba kukiwa na changamoto ya umeme, kwa namna moja au nyingine inaathiri watu mbalimbali ambao kwa pengine walipanga kushiriki katika maandamano haya. Kwa hiyo ni moja ya mbinu ambayo inatumiwa na serikali hii kuhujumu maandamano kwa upande mwingine, lakini upande mwingine pia kujaribu kudhibiti maandamano hayo. Kingine kipo wazi ni baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitumiwa na serikali hii, si mara moja, mara kadhaa, lakini zaidi kwa sasa kwa ajili ya maandamano hayo. Hapa kuna watu wawili wa kuwataja. Mmoja ni huyu mtu anajiita Shehe Mwaipopo. Huyu ni chawa wa muda mrefu wa Samia Suluhu Hassan. Inafahamika ni kwamba ni mtu anayelipwa na Abduli kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali ya hovyo. Sasa yeye amekuwa mstari wa mbele na amejitokeza hadharani kusema kwamba ana genge linaloitwa Mbwa Mwitu ambalo litakabiliana na mtu yoyote atakayejitokeza kuandamana hiyo Julai 7 ya mwaka huu 2026. Sasa watu wakachukua taarifa hizo, baadhi ya waandishi wa habari wakaliuliza jeshi la polisi, huyu mtu anajitokeza hadharani, anatisha watu na kuongea vitu visivyofaa, kwa nini achukuliwe hatua? Lakini jeshi la polisi likadai kwamba linafanya uchunguzi kuhusiana na hilo. Huhitaji kuwa na ujuzi wa kuelewa mambo yanavyoendelea kufahamu kwamba hakuna hatua atakayochukua, kwa sababu huyu ni mtu anayefanya kazi kwa niaba kwa maelekezo ya Samia Suluhu Hassan. Mtu mwingine ambaye naye amejitokeza kuwa miongoni mwa wasema ovyo kuhusiana na maandamano ya Julai 7 ni Clement Mwandambo. Mnamfahamu huyu, aliwahadaa watu wengi wakati wa maandamano ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, mpaka kukabidhiwa hadhi ya kuitwa ni babu wa Gen Z na vitu kama hivyo. Lakini hili la Mwandambo pengine si gumu, laiti watu wangekuwa wanafanya kutaka kuwaelewa watu wanaojitokeza, kwa sababu katika nyakati hizi umekuwa na watu wengi wameibuka kama wanaharakati wa kawaida. Maana sio kama kuna makundi tofauti ya wanaharakati, lakini kuna watu ambao wanafahamika kwamba miaka nenda miaka rudi wamekuwa ni sauti kwa ajili ya Watanzania. Miaka nenda miaka rudi watu wamekuwa wakikosoa au kandamizaji wa aina yote unaofanywa na serikali, iwe ni wakati huu, iwe ni wakati wa Magufuli, iwe ni wakati wa Kikwete. Kuna watu wanafahamika kwamba hawajawahi kubadilika na msimamo wao umekuwa ni thabiti siku zote. Lakini katika kipindi hiki na kwa sababu zilizo wazi, wameibuka watu wengi ambao wamekuwa nao ni wanaharakati, wanapigania, na si kosa mtu yote kuingia katika harakati. Lakini kwa bahati mbaya katika hilo kunatokea fursa ya watu ambao wanaingia wakiwa wametumwa
au wengine wanaingia kama sehemu ya kujipatia maslahi, kwa maana kwamba leo ukiwa mwanaharakati, kesho ukabadili kauli, basi Abduli atakumwagia pesa ili uendelee kusema hayo wanayosema wakina Mwandambo. Lakini ilikuwa rahisi kumfahamu huyu bwana kwa sababu laiti ukitembelea akaunti zake kabla ya Oktoba 29 na kuangalia posti zake, utagundua kwamba kuna vitu vingi sana vya ovyo alikuwa anaongea. Moja ilikuwa ni kumtukana Mungu. Sasa mtu yote mwenye akili timamu anamtukana Mungu, hawezi kuwa mtetezi wa haki za watu, kwa sababu moja ya vipimo vya akili ni imani, na hata kama humwamini Mungu, basi utatambua kwamba ukimtukana Mungu unawakwaza wale wenye imani kwa Mungu. Kwa hiyo moja ukitaka kumpima kama mtu ana akili timamu ni kwamba anaheshimu imani, hata kama yeye si muumini, yani kama hata mtu amwamini Mungu, lakini hawezi kwenda kumtukana Mungu hadharani, kwa sababu kufanya hivyo kuna wakwaza watu wenye imani zao. Na hizo posti zilikuwepo huko nyuma. Kwa hiyo pengine zingesaidia kujua kwamba huyu jamaa sio mtu wa kumwamini sana katika hizi mambo ya harakati, lakini watu hubadilika. Kwa hiyo sio kama kuna waliomwamini wanastahili kulaumiwa, kwa sababu wapo watu ambao huko nyuma walikuwa wanaiunga mkono CCM, lakini sasa hivi wanaipinga CCM. Kwa hiyo pengine na yeye alikuwa katika mlolongo. Kwa hiyo huyu pia ni mmoja wa watu ambao wanatumiwa sasa hivi, amekuwa akionyesha maslaha feki, kuwatisha watu na vitu kama hivyo, katika hizo jitihada za kujaribu kuwatisha watu, lakini kwa kiasi kikubwa watu wanampuuza kwa sababu hata anachoongea kinaonekana kuwa hakina uzito. Lakini pia kumekuwa na matamko yametolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Chalamila, kina Makonda nao wameongea vitu na watu mbalimbali, jitihada za kwa upande mmoja kuwatisha waandamanaji, lakini upande wa pili kujaribu kujenga taswira kwamba kila kitu kiko vizuri, kusiwe na hofu. Lakini nyuma ya hayo kuna hofu kubwa sana. Kama tusema hapo awali, hofu hii inachangiwa na ukweli kwamba dunia nzima inaiangalia Tanzania. Je, Samia atafanya alichokifanya Oktoba 29 na siku zilizofuata, kwa maana ya kwamba ya kutuma vyombo vyake vya dola na kwenda kuwachinja waandamanaji wanaotarajiwa kujitokeza hiyo Julai 7? Uwezekano wa hilo kwa hakika ni mdogo, kwa sababu sio tu kwamba dunia inaangalia, lakini kuna mchakato wa kisheria dhidi ya Samia na watendaji mbalimbali wa serikali yake kuhusiana na yaliyojiri Oktoba 29. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida hutarajii mtu kuwapa ushahidi zaidi, kwa sababu kinachotafutwa sasa hivi kwa ICC ni pamoja na kukusanya ushahidi dhidi ya Samia na watendaji wake katika yaliyojiri Oktoba 29. Kwa hiyo kwa vyovyote vile itakavyokuwa, kutakuwa na ile hali ya kujizuia. Si kwamba hawatofanya watakachoweza kufanya, lakini uwezekano mkubwa ni kwamba hata kama itafanyika, basi kwa kujaribu kuficha kuliko ilivyofanyika hadharani wakati huo Oktoba 29 na siku zilizofuatia. Lakini pia kuna mwamko wa watu jinsi ulivyo. Yaliyojiri hiyo Oktoba 29 na hali inavyoendelea kuwepo mpaka sasa hivi, kuna familia mbalimbali ambazo hazijapata miili yao, kuna familia mbalimbali ambazo ndugu zao mpaka sasa hivi haijulikani kama ni wazima au wamefariki, na vitu kama. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, ambayo yanaweza kuchochea idadi kubwa zaidi ya watu kujitokeza. Majuzi hapa kulikuwa na swala la taarifa kwamba maeneo kadhaa ya jijini Dar es Salaam, Sinza, huko mitaa ya Kinondoni, Msasani, ambayo yanatarajiwa kuuzwa na yameuzwa, sio yanatarajiwa kuuzwa, kwamba kuna taarifa kwamba vimeshauzwa. Kwa hiyo hawa ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kujitokeza wakashiriki katika maandamano. Lakini chuki dhidi ya serikali pia imekuwa kubwa sana, na imekuwa kubwa kwa sababu kuna jitihada kubwa za kuendeleza ukandamizaji. Watu wanaendelea kutekwa, watu wanaendelea kubakwa, watu wanaendelea kulawitiwa, watu wanateswa na kuuawa. Kwa hiyo hakuna jitihada zozote ambazo zimefanywa na serikali ya Samia kujaribu kuwapoza Watanzania kutokana na yale yaliyojiri Oktoba 29. Na haya yanaweka mazingira kwamba watu wengi wanaweza kujitokeza katika maandamano hayo ya hapo Julai 7. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kila linalojiri kuhusiana na maandamano hayo, na itaendelea kukupasha habari pamoja na kwa hakika kuanzia hivi mwezi huu unavyoanza, leo tarehe 1 tunaelekea, zimebaki siku 6 kabla ya maandamano. Kunatarajiwa kwamba mambo mengi sana yatatokea, na Jasusi TV itaendelea kuyafuatilia na kuyawasilisha kwenu kadri yanavyotokea. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hizi? Basi karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.